أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا ربي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi ula na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama ndugu zangu wasikilizaji wa channel hii ya Turiyu TV, walillahi alhamdu, katika siku hii ya leo hebu twende tukajifunze dua ya kuondoa upungufu wa riziki. Dua ya kuondoa upungufu wa riziki. Hii maana yake tunaita ni kinga ya riziki yako, kinga ya mali yako, kinga ya biashara yako, na kinga ya kila kilichokuwa kina asbabu ya kukuletea riziki katika maisha yako. Kinga yake ndiyo hii ambayo tutayokwenda kukufundisha katika siku hii ya leo. Walillahi alhamdu. Ama kwa hakika watu wengi sana wamekuwa siku hizi wanafanya kuingiza na kutoa. Yani kinachoingia basi hakidumu, kinatoka tena. Baadhi ya watu wamekuwa ni mahodari sana wa kuingiza kipato, lakini kipato chao hakidumu, na kipato chenyewe kimekuwa hodari sana kwenye kutoka. Yani wao wanapambana katika kufanya juhudi za kukileta, kukiingiza ili kiwepo, alafu kipato chenyewe kinakuwa hodari kujitoa na kujivua na kisiendelee kuwepo. Hayo ni maisha ya sasa ambayo yanafanyika. Na yote haya husababishwa pengine na watu ambao hawakupendi, watu ambao hawapendi maendeleo yako, watu ambao wanatamani kuona kwamba unaanguka katika biashara zako, aidha unaanguka katika maisha yako, katika uchumi wako, ili wao wafurahi. Sometimes baadhi yao kwa sababu yeye hana, anataka na wewe usiwe nacho, yani ili mfanane. Sasa hizi ni roho mbaya. Hii dua leo tunayokwenda kuisoma ni komesha kwa watu wenye roho mbaya, ambao kazi yao ni kuwarudisha wenzao nyuma ili wasifanikiwe katika maisha yao. Kwa hiyo dua ya leo ni kuondoa hofu, aidha kuondoa upungufu wa riziki. Maana yake utakuwa tena huna wasiwasi, huna hofu. Riziki yako itaingia kwa wakati mzuri na wala haitokuwa na shida, kwa sababu umeiwekea kinga madhubuti, au umeitia ulinzi wenye kuthubutu kufanya makubwa katika jambo lako. Lakini hichi ambacho tunachokwenda kukifanya, hebu twende tukamtazame Mungu anakisemaje katika Qur'ani. Allah jalla fi ula anasema, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ama kwa hakika na anayemcha Mungu, basi Mwenyezi Mungu humfungulia njia nzuri kabisa ya kutokea. Hivyo yoyote ambaye atakayesimama vizuri na vema katika kumcha yeye jalla fi ula, kumcha Mungu, basi Mwenyezi Mungu atampa njia ya kufanya katika mambo yake. Hiyo ni ahadi kutoka kwa Mola wetu. Maana yake kufanya dua ya kukinga mali zetu ni moja ya uchaji wa Mungu. Tukiyafanya hayo, Mungu atatupa namna ya kujikinga na atatukingia mali zetu. Lakini pia anasema Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam juu ya hili ambalo tunaloliendea kwa sasa. Anasema, man tawakkala ala Allahi kafahu, yoyote ambaye atakaye jinyenyekeza kwa Mungu, yoyote ambaye atakaye mtegemea Mungu, basi hilo limetosha. Yani usifanye chochote kumtegemea kwako Mungu, basi hilo tu la kumtegemea Mungu ni tosha kwako, imejitosheleza. Maana yake lazima mambo yako yaende barabara kwa kumtegemea jalla fi'ula. Lakini nataka nikwambie kitu muhimu sana, ni kwamba sio tu ukasema mimi namtegemea Mungu na ukatia nia za kumtegemea Mungu ukaishia hapo hapo. Hapana. Unatakiwa umtegemee Mungu na kadhalika ufanye zile dua ambazo zinastahiki, na hali ya kuwa umemkabidhi Mungu jambo lako. Hapo sasa ndipo utakuwa umemtegemea Mungu ukweli wa kumtegemea, tena kwa uhakika wa kumtegemea. Lakini sio kumtegemea Mungu kwa mdomo, kwamba mimi namtegemea Mungu alafu hujaonesha kitendo chochote cha kukujulisha kwamba unamtegemea Mungu. Hapo bado utakuwa umefeli. Kwa tumia dua hii ili mradi mipango yako ipate kwenda sawa, kwa kumtegemea kwake jalla fi'ula, kumtegemea Mungu. Sasa moja kwa moja, hebu twende sasa katika hii dua, twende tukaione ni dua gani na tunaisomaje dua hii na inatumika vipi. Kwanza kabisa utachukua udhu wako safi. Ukishachukua udhu, kisha utaswali rakaa 2. Ukishaswali rakaa 2, sasa hapo ndipo utaanza istighfari. Utafanya istighfari mara 111, ukiwa na maana ya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara 111, nyepesi kabisa, haina shida. Kisha baada ya hapo utamswalia Mtume salatu ala nabi mara 111 kwa sigha hii: Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ngapi hiyo? 111. Kisha baadaye utasoma dua hii ambayo inasema, Allahumma kfini ma akhafu warzuqni inan halalan wa baraka. Nairudia tena dua hii, inasema, zingatia haya: Allahumma kfini ma akhafu warzuqni ghinan halalan wa baraka. Na tena mara ya mwisho nasema, Allahumma kfini ma akhafu warzuqni ghinan halalan wa baraka. Hiyo dua utaisoma mara ngapi? Na yenyewe utaisoma mara 111 kwa kuirudia rudia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini ma akhafu warzuqni ghinan halalan wa baraka. Allahumma kfini ma akhafu warzuqni ghinan halalan wa baraka. Utairudia mara ngapi? Utairudia rudia mpaka ufike mara 111. Hii itakuwa ni solution bora kabisa, itakuwa ni njia nzuri ya kuweza kukinga riziki zako, kukinga mali zako, kukinga kila lililokuwa la kheri kwako ambalo linakuwa ni asbabu ya kukuletea riziki. Fanya juhudi kwa kuisoma dua hiyo, wallahi mambo yatakuwa safi na salama. Hivyo ndugu zangu, yoyote ambaye anatamani kuona kwamba mambo yake hayarudi nyuma, riziki yake hairudi nyuma,
mambo yake yanazidi kuwa murwa katika biashara zake, mambo yake yanazidi kuwa safi katika anachokipata, basi ahakikishe anamtanguliza Mola wake mbele. Lakini kumtanguliza kwako Mungu ni kwa kutumia dua ambazo zimefundishwa na ulama pamoja na wana wa chuoni pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mambo yako yatakwenda kuwa safi, mambo yako yatakuwa vizuri, mipango yako itakwenda sawa kwa kuitumia dua hizi ambazo tunazidi kukufundisha kila siku. Mwisho kabisa tunaomba tukutangazie ya kwamba usiache kusubscribe katika channel yetu, usiache kulike katika channel yetu, usiache kushare katika channel yetu, na ikibidi kucomment biidhnillahil karim. Lakini pia istoshe, tumekuwa tukikueleza kuhusiana na mafusho tuliokuwa nayo pamoja na makombe. Mafusho pamoja na makombe haya ni vitu ambavyo vinaambatana. Kwa yoyote ambaye atakayekuwa anavihitajia, basi tutampatia insha Allah. Tunaomba tuweze kuwasiliana kupitia namba hizi ambazo unazoziona katika chaneli yetu hapa chini, ili mradi tuweze kujua namna gani tutaweza kukusaidia endapo unataka kuondosha nuksi katika maisha yako, katika biashara yako, katika kila nyanja za mfumo wa maisha yako. Basi tunayo mafusho yaliyoambatana na makombe, fusho ambalo limetengenezwa kwa material ya aina 7 tofauti tofauti. Ndani ya material hayo kuna vitu vya ajabu kabisa, ambapo ukitumia fusho hilo, kama ulikuwa na nuksi hata za miaka 10, zitakwenda kuisha kwa wakati mmoja, na mambo yako yatakuwa super, mambo yako yatakuwa salama kabisa salmini, wala usiwe na shaka katika hilo. Na mwisho kabisa huwa tunarudi katika ile zoezi letu. Kama kuna mtu anahitaji mke wa kuoa, basi tunaomba aje tutafute kwenye WhatsApp, tunao wanawake. Na kama kuna mwanamke bado anatafuta mume, basi tunao wanaume wanaotaka kuolewa, wanaotaka kuoa. Subhanallah, samanini. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye anataka hilo, basi insha Allah naomba utufate katika WhatsApp yetu kwa namba hizo ambazo unaziona hapo chini. Tutaweza kujua namna gani tunaweza kukusaidia. Kufikia hapo, nisiwe na mambo mengi. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Muhammad Kundian At-Turiyu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.